msipokuwa na shaka. Lugha ni ile ile. Kutokuwa na mashaka, kuwa na imani. Mkiwa na imani, msipokuwa na mashaka. Hayo ndio maombi tumeomba. Hello? Wangapi wanaamini ukiomba Mungu anasikia? Wangapi wanaamini ulipoomba asubuhi wakati unaanza Mungu alikusikia? Kwa hiyo imani imo ndani yako. Kwa sababu hii imani tunayoiongelea sio ya kutengeneza, ni imani iletayo na Roho Mtakatifu. Mkiwa na imani, msipokuwa na shaka, mtafanya si hilo la mtini tu. Hili wanalishangaa, wanaliona ni la ajabu. Yesu anawaambia sio hili tu, hili mbona dogo? Lakini hata mkiwaambia mlima huu ng'oka ukatupwe baharini, litatendeka. Sasa Yesu anaongea habari ya mlima halisi uliokuwepo. Mahala alipokuwa amesimama kulikuwa karibu na mlima. Kwa hiyo anatanua imani yao. Bwana asifiwe. Mti kunyauka unaweza kusema labda kulikuwa na nini. Yesu anawaonyesha sasa sio mlima tu, sio mtini tu, mtafanya zaidi. Kwa lugha nyingine, utendaji wa Mungu na viwango, miujiza inatofautiana, si ndio hivyo? Kwa ukubwa. Kung'oa mlima na kunyausha miti vyote vinatendwa na Mungu, lakini ni tofauti. Lakini jawabu ni moja, vyote vinategemea imani ya kufanana. Hello? Mtu mmoja ananielewa? Vitu vinatofautiana, vyote kanuni yake ni moja, kutokuwa na shaka na kuamini. Na yeyote, mstari 22, mtakayeomba katika sala mkiamini mtapokea. Nafikiri unaliona neno lote liliopo hapo ni kuamini. Hello? Bwana asifiwe. Sasa watu wanachanganya kuamini na kusikitika na kuwa na uchungu na kulia. Kilio chako hakimbadilishi Mungu. Mtu unanielewa? Naomba unielewe vizuri. Unajua kuna kipindi tunafikiri nikilia sana ndio Mungu anabadilika, ndio anasikia. Bwana naona machozi yangu. Kilio chako hakibadilishi kanuni ya Mungu. Kanuni ya Mungu ni kuamini. Ukilia bila kuamini hakusaidii. Sio swala la kuhurumiwa, ni swala la kupokea kwa sababu umeamini na wala huna shaka. Hello? Unanielewa mtu wa Mungu? Kanuni inayoendelea hapa ni kuamini na kutokuwa na mashaka. Nikiomba naomba kwa sababu ninaamini na sina mashaka. Matokeo kwenye maombi na kwenye tamko ninalolitoa ni kwa sababu ninaamini tamko ninalolitoa na sina mashaka kwa tamko ninalolitoa. Imani ya kweli ni mwitikio kwa neno la Mungu na ni matokeo ya kazi ya Roho Mtakatifu ndani ya mtu. Imani ya kweli ni mwitikio kwenye kweli ya Mungu. Unaitikiaje? Unakubaliana na kile Yesu alichosema, unakubaliana na kile neno linasema. Ndio mwitikio huo, ndio imani. Imani sio tukufikirika. Unasema neno limesema hivi, nakubaliana nalo. Na ndio maana Biblia hata kuokoka, tunapokubaliana na kazi ya msalaba ndio tunapata wokovu. Vivyo hivyo kwenye imani, kwenye maeneo mengine. Wewe uliye mgonjwa asubuhi ya leo, ukikubaliana na kwamba kwa kupigwa kwake Yesu mimi ni mzima, ndio maana ya imani. Hello? Wewe uliyevurugwa moyo, ukikubaliana ya kwamba yeye ni mfariji, ndio maana ya imani. Unapokea. Ukitamka kutoka kwenye uelewa huo,
ya kwamba natamka faraja ya Bwana juu yangu, inakuwa ni halisi kwa sababu umekubaliana na neno. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya, haleluya. Ninao watu walio tayari kutamkia hali zao asubuhi ya leo. Yuko mtu yuko tayari kuongea juu ya hali yake asubuhi ya leo, kwa kuamini na kutokuwa na mashaka. Yuko mtu wa namna hiyo? Itakuwa kwako, itakuwa dhahiri, itatimia leo mara moja. Nasema itatimia leo mara moja. Yohana wa kwanza 5:14 na 15. Yohana wa kwanza, waraka wa kwanza wa Yohana, waraka wa kwanza wa Yohana sura ile ya 5. Tasoma maandiko haraka haraka machache. 14 na 15. Biblia inasema, na huu ndio ujasiri tulio nao kwake, ya kuwa tukiomba kitu sawasawa na mapenzi yake anatusikia. Muulize jirani yako, na uhakika Mungu anakusikia? Ni jambo la msingi sana katika kuomba. Ni jambo la msingi sana katika kupokea. Lazima uwe na uhakika ya kwamba Mungu anakusikia. Na ninatamani leo usiwe na mashaka ya aina yoyote kwa habari ya Mungu kukusikia. Madamu wewe ni mwana wa Mungu uliyezaliwa kwa Roho, Mungu anakusikia ukiomba. Haina mashaka. Lazima ufike kwenye kiwango cha uhakika 100%. Mungu ananisikia. Nikitamka najua Mungu ananisikia. Nikiomba najua Mungu ananisikia. Leo ninapokemea magonjwa katika mwili wako, najua Mungu ananisikia. Na kila hali itaondoka kwa jina la Yesu. Kwa sababu Mungu ananisikia. Na kwa sababu Mungu anakusikia. Na kama tukijua kwamba atusikia, tukiwa na uhakika ya kwamba anatusikia, basi tukiwa na uhakika, tuombacho chote twajua kwamba tunazo zile haja tulizomwomba. Haleluya. Unaamini Mungu anakusikia mchana wa leo? Unayo imani kwamba Mungu anakusikia mchana wa leo? Haijalishi umeomba kwa muda gani, lakini nataka tu ujue mchana wa leo unaamini Mungu anakusikia? Kama unaamini sema najua ananisikia. Imani ni kuamini kwamba Mungu atatenda. Imani ni kuamini kwamba Mungu atatenda sawa sawa na neno lake na sawa sawa na asili yake kama ilivyofunuliwa kwenye maandiko. Imani ni kuamini kwamba Mungu atatenda jambo kwenye maisha yako sawa sawa na mapenzi yake na neno lake au mapenzi yake, na sawa sawa na asili yake kama ilivyofunuliwa katika maandiko. Asili yake ni mwema. Asili yake ni upendo. Asili yake ni uaminifu. Asili yake ni muweza yote. Asili yake ni yuko mahali pote. Asili yake ni mtenda miujiza. Jina la Bwana libarikiwe. Mtu mmoja ananielewa? Lakini pia ni kuamini kwamba Mungu atatenda sawa sawa na neno lake. Neno lake linasema nini kwa habari ya maisha yako? Neno lake linasema nini kwa habari ya maisha ya muamini?
Neno lake linasema nini kwa habari ya sisi tuliokombolewa, sisi wana wa Mungu? Neno lake linasema nini? Hali yoyote unayoishi leo nje ya kile kinachotakiwa kiwe haki ya watoto wa Mungu, nimekuja kukutangazia kikatae katika jina la Yesu. Usikubali kuishi chini ya viwango vya neno la Kristo. Wewe na mimi tumefufuliwa pamoja na Kristo. Mtu mmoja, unanielewa nikisema tumefufuliwa pamoja na Kristo? Kristo alipofufuka kutoka katika kaburi, kila amwaminie alifufuka pamoja naye. Ameketishwa mahala Kristo alipokaa. Kilicho cha Kristo ndio cha kwako. Alichukua nafasi yako, wewe ukachukua nafasi yake. Nafasi ya Kristo ni nafasi ya muamini. Possession anachomiliki Kristo ndio anachomiliki muamini. Na kama unaishi chini ya viwango hivyo, liamini neno mchana wa leo. Hiyo ndio imani. Usikubali kuishi chini ya viwango. Mwambie jirani yako, nakataa kuishi chini ya viwango. Mathayo 9:22. Mathayo 9:22. Mathayo 9:22. Biblia inasema, Yesu akageuka akamwona akamwambia, jipe moyo mkuu binti yangu, imani yako imekuponya. Yule mwanamke akapona tangu saa ile. Hakuna kingine kilichosema. Kuna vitu vingi vimewekwa, lakini mkono wa kupokea kutoka kwa Bwana ni kuamini neno la Mungu, ni kukubaliana na neno la Mungu, kuamini Mungu anatenda maishani mwangu leo. Yule mwanamke akasema hivi, alijisemea moyoni mwake, nikigusa tu lile pindo. Amesikia habari za Yesu. Jamani, tumemhubiri sana Yesu mahali hapa, si ndio hivyo? Hello? Tumemhubiri sana Yesu. Kwa hiyo unamjua Yesu, umemsikia kama huyu mama alivyomsikia. Natamani leo udhamirie ndani ya moyo wako ya kwamba nikitamka mambo yanakuwa, natoka mahali hapa nimepokea muujiza wangu. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Marko 9:23, Biblia inasema yote yawezekana kwake aaminie. Imani hufungua njia ya Mungu kufanya kazi. Mashaka na kutokuamini vinazuia utendaji kazi wa Mungu. Na ndio maana tuanza kwa kushughulika navyo. Na kama bado unasikia, hicho ndio cha kushughulika nacho. Imani hufungua njia ya Mungu kutenda kazi. Kutokuamini kunazuia utendaji kazi wa Mungu kwenye maisha ya mtu. Na ndio maana wasiookoka wote hawajaokoka sio kwa sababu hakuna wokovu. Hawajaokoka kwa sababu hawajaamini. Sawa? Neema ile iliyokuokoa hata kwao ipo, imefunguliwa. Hiyo neema ni kwa wanadamu wote, sio kwa wachache, sio kwa wewe tu, ni kwa wanadamu wote. Hello? Huyo anayepona jirani yako, yeye hayuko special kuliko wewe. Wote kwa kupigwa kwake Yesu tumepona wote. Lakini kinachofanya utendaji kazi wa kila ambacho kimekwisha kufanyika ni kukubaliana nacho, ambacho kinaitwa ni kuamini. Na kutokuamini kunasimama kwenye njia. Kutokuamini kunasimama kwenye njia ya utendaji. Kutokuamini kunazuia utendaji wa Kristo. Yesu alishamaliza, hatendi leo. Alishamaliza kutenda, haponyi leo.
alishamaliza kuponya, haokoi leo. Alishamaliza kuokoa, habariki leo. Alishamaliza kubariki. Kinachokuunganisha na uponyaji, kinachokuunganisha na ukombozi ni imani yako ndani ya mwana wa Mungu. Alishafanya. Ulishapona. Uponyaji wako hautengenezwi leo. Uponyaji wako ulitengenezwa Kalvari. Kuwekwa huru mbali na mateso hakutokei leo, kulishatokea. Leo ni siku yako ya kukumbatia kilichokwisha kutokea. Kataa leo kuendelea kuwa chini ya kongwa la utumwa aina yoyote. Kristo amekuweka huru. 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 Sema nakataa. Sema nakataa. Matumbo yasiyozaa leo lazima yazae katika jina la Yesu. Nasema hayaanzi leo. Haupati muujiza leo. Tumbo lilifunguliwa pale msalabani, lazima lipokee mtoto kwa jina la Yesu. Kama unaamini sema haleluya. Hayo magonjwa ambayo yamekuwa yanatembea kwenye mwili wako kwa muda mrefu, najua umeomba. Hilo nalijua. Najua umeomba. Na kuchangamotisha leo, sahau yote uliyofanya. Amini tu. Nasema amini tu. Usiseme mchungaji hujui nimeomba sana, nimefunga sana, nimewekewa mikono na watu mbalimbali. Achana na mikono. Kumbuka Kalvari. Yesu alisema imekwisha. Yesu amenituma mchana wa leo nitangaze imekwisha. Nasema imekwisha. Nasema imekwisha. Oh, Bwana amenituma. Bwana amenituma. Bwana amenituma. Bwana amenituma. Yatosha. Yatosha kuteseka. Yatosha. Nasema yatosha. Nasema yatosha. Haijalishi wachawi, waganga, wanajimu, washirikina, wa Kongo, wa Kigoma, wa duniani kote wamepanga nini kinyume na wewe. Nina habari njema. Kwa tamko lako la kuwapinga, la kuwazuia, la kuwasambaratisha, wanatii, sio kwa sababu ya kinachoendelea hapa, bali kwa sababu ya alichokifanya Yesu. Tumewekwa huru. Kutokuamini kwa watu kunafanya Bwana wetu Yesu Kristo asiwatendee mema. Ni kwa sababu ya kutokuamini kwao. Yesu anataka kutenda mema. Yesu anataka kukutendea mema. Nasema Yesu anataka leo, sio kesho, kukutendea mema. Amen. Yesu anataka akutendee mema sasa. Amen. Yesu anataka akuponye sasa. Amen. Yesu anataka avunje minyororo katika maisha yako sasa. Amen. Yesu anataka akuinue kwenye uchumi wako sasa. Amen. Sio kesho, sio kesho kutwa, ni sasa. Nasema ni sasa. Amen. Nasema ni sasa. Amen. Oh, sema ni sasa. Amen. Piga kelele ni sasa. Ni sasa. Hakuna hali
inayoweza kusimama. Ukitamka kwa mamlaka, ukaamini unachokitamka, mchana wa leo tutathibitisha kwa macho yetu, kwa masikio yetu, Yesu mfufuka, Yesu mtukuzwa, akitenda kazi kwenye maisha ya mtu, akitenda kazi kwenye afya ya mtu, akitenda kazi. Oh, sema haleluya. Haleluya. Piga kelele haleluya. Piga kelele haleluya. Haleluya. Piga kelele haleluya. Haleluya. Mungu amechagua imani kuwa ndio mkono wake maalum wa sisi kupokea baraka zake. Mungu amechagua mwenyewe, na akichagua imekwisha. Sio unavyotaka wewe iwe. Ungetamani labda iwe kwa juhudi zetu, ungetamani labda iwe kwa sadaka zako, ungetamani labda iwe kwa dini yako, watu wangetamani labda iwe kwa wanavyoonekana, lakini Mungu amechagua kitu ambacho kila mmoja, masikini kwa tajiri, aliyesoma kwa asiyesoma, mgonjwa kwa mzima, ukiamini unapokea. Haina ubaguzi, haina chochote. Ni juu yako, ni juu yangu. Na mchana wa leo Bwana amenituma Roho Mtakatifu akusaidie kuliamini neno lake, upokee muujiza wako. Amen. Mathayo 8:13. Mathayo 8:13. Tamalizia hapo afu taendelea na vichache. Mathayo 8:13. Mathayo 8:13. Na Yesu akamwambia yule akida, nenda zako na iwe kwako kama ulivyoamini. Mtumishi wake akapona saa ile ile. Mtu mmoja ananielewa? Msikilize Yesu anasema, akamwambia hivi, nenda zako na upokee kama ulivyo. Angepokea huyo mtu apone nusu, mtu angepona. Angeamini huyo mtu apone kesho, mtu angepona. Kwa hiyo tunapopata majibu, maana yake akida alikuwa anaamini uponyaji wa wakati ule. Unaelewa? Hello? Hello? Mtu mmoja anaweza kuuliza, kama nguvu ya Mungu iko ndani yetu, kwa nini tunashindwa kutikisa? Ninalojibu kwa ajili yangu. Wanafunzi walikuwa na Yesu kwenye boti, lakini upepo ukawapiga. Hello? Wakaanza kulia na Yesu yuko kwenye boti. Alipoamka alisema nini? Kwamba upepo ukawapiga kwa sababu alikuwa amelala. Kwa sababu ya nini? Ya kutokuamini kwao. Maanake upepo singewapiga. Kwa Yesu maishani mwetu, bila imani anakuwa kama yule Yesu alikuwa amelala kwenye boti. Nguvu imo, mamlaka imo, unachezewa. Jina la Bwana libarikiwe. Natangaza ni marufuku wachawi na washirikina kugusa kitu chochote kilicho chako. Ukiwaruhusu na kuapisha, usiwaruhusu. Unajua hata majambazi na silaha zao wanaweza wasikuse nyumba yako kwa sababu ya imani. Unajua hivyo?
kwa sababu anamtumikia shetani, na shetani anajua majemadari wa Yesu, anawajua. Asubuhi ya leo nataka tuhame kwenye kusoma historia, iwe ni halisi kwenye maisha yetu. Amen. Tusiwe tunasoma tu Matendo ya Mitume. Petro akafanya hivi. Roho aliyekuwa ndani ya Petro yuko ndani yako. Sisi kama mtu ananisikia, nasema roho aliyekuwa ndani ya Petro yuko ndani yako. Kuna mashaka eh? Roho Mtakatifu mmoja tu ndo ameshuka, hajashuka mwingine, na Roho Mtakatifu hajaondoka. Toka aliposhuka roho yule, roho aliyekuwa juu ya mitume yuko ndani yako. Roho ambaye unaweza kuona kawaida, roho aliyeshuka juu ya Yesu ndio aliyeshuka juu yako. Unaelewa? Yule aliyeshuka siku Yesu anatoka kuwatisha, roho akashuka juu yako, ndio roho yule yuko ndani yako. Wewe ambaye una mandoto ya ajabu usiku ulali, mandoto, mara unakabwa, mara unalishwa madude usiku, simama mahali. Tuwenye ndoto kwa namna hiyo, simama usione aibu. Unaanza kuangalia wapi? Wewe simama. Simama tu. Kwani ni aibu? Sio maana tumekuja. Sio mtu mwingine usiku, bado unaikabwa, bado unalishwa madude. Pita hapa mbele mara moja. Njoo unakimbia. Leo ni siku yako ya uhuru. Siku ya furaha ni leo.